إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده طول العمر مع حسن العمل. حقيقة miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, juu ya waja wake Allah alikuwa amewaweka katika mgongo huu wa ardhi, tulil umri, ni kurefushiwa umri, ma husni al-amal, pamoja na uzuri wa matendo. Kwa maana miongoni mwa neema za Allah alizokuwa amewaneemesha waja wake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwapa umri ambao ulikuwa ni mrefu. Pamoja na umri huo ambao ulikuwa ni mrefu, lakini ndani yake wakapewa taufiki ya kufanya matendo ambayo yalikuwa mazuri, matendo ambayo yatakuwa ni sababu ya wao kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na ikawa ni sababu ya wao kuokoka kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hawa wameneemeshwa neema ambayo ilikuwa kubwa sana, watu wa sampuli hii, kurefushiwa umri, kisha wakapewa taufiki ya kufanya matendo ambayo yalikuwa ni mazuri sana. Ndugu zangu, tuelewe, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kitabu chake, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, Allah yeye ndio ambaye amekuumbeni nyinyi kutokana na udhaifu. Kwa maana mwanadamu alipoletwa duniani, kabla ya kuletwa duniani, kwanza alikuwa ni kitu ambacho kilichokuwa hakitaji kabisa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba mwanadamu, na kumuumba kwake amemuumba kutokana na udhaifu ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Ameanzia kwa ni tone la manii, tone hilo likatoka katika hali ya kuwa tone, baadaye likawa tone la damu, baada ya kutoka tone la damu likawa ni pande la nyama, baadaye sasa ndiyo ikawa ni kiumbe ambacho kipo katika fuko la uzazi tumboni mwa mama yake, kikawa ishi katika maisha hayo mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala alipojalia sasa kiumbe hicho, na alipotaka kiumbe hicho kija duniani, ndio kikaja duniani. Kwa hiyo Allah anatuambia, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, Allah yeye ndio ambaye amekuumbeni nyinyi kutokana na udhaifu. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, kisha Allah akajalia kutokana na udhaifu, baada ya udhaifu kukumbeni katika hali ya udhaifu, akakujalieni nguvu. Leo kiumbe akija duniani unaambiwa mshike uzuri, kichwa hakijakazana, maungo yake bado hayajakazana, ni kiumbe ambaye alikuwa ni dhalili sana, ni kiumbe ambaye alikuwa ni dhaifu sana mwanadamu. Lakini baada ya udhaifu ule Allah akamkuza kidogo kidogo kiumbe huyo mpaka sasa akawa na nguvu. Mwanadamu huyo akawa ni kama mwanamume, akawa ni mwanamume kisawasawa, kama ni mwanamke akawa ni mwanamke kisawasawa. Thumma ja'ala min ba'di
quwwatin dhafan wa shayba, kisha baada ya nguvu hizo ambazo Allah alizokuwa ameziweka kwa kiumbe huyo mwanadamu, akajalia baada ya hapo udhaifu tena, na akajalia uzee. Yeye Allah ndo ambaye alikuwa amejalia hayo. Ulipozaliwa duniani ulikuwa ni dhaifu sana, lakini baada ya kuwa wewe unaishi katika ulimwengu, Allah akakutilia nguvu katika kiwiliwili chako, ukawa una nguvu, ukawa unaishi, ukawa unakwenda mashariki ya dunia, magharibi ya dunia, kaskazini ya dunia, kusini ya dunia, na wengine wakapatikana kusikilikana wakisema, enzi zangu mimi za ujana bana, hizi kazi nilikuwa ngizifanya mimi mwenyewe, nilikuwa nikitembea kweli kweli, nilikuwa nikitoka hapa nikaenda kule, nikitoka kule nikaenda huku. Mwenyewe anajiona sana, jikumbuka kwamba mimi nilikuwa na nguvu, lakini Allah akarejesha tena udhaifu. Matokeo yake zile nguvu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizoziweka akaanza kuziondosha kidogo kidogo, udhaifu ukaanza kujitokeza tena, mara macho yakawa yamekosa nuru, mara ikawa viungo sasa vinapoteza ule uwezo wake wa kufanya zile activity zake ambazo zilizokuwa zinafanya kila siku na kuwa imara, vikaanza kupoteza uwezo wake wa shaiba. Na Allah kajalia vile vile uwezo, yakhluqu ma yashau, Allah yeye anaumba atakavyo. Wako wengine wanafikishwa katika hali ya uzee, lakini kuna wengine wao hawafiki katika hali ya uzee. Wako ambao wanafika miaka 30 wanaondoka duniani, wako ambao wanafika miaka 40 wanaondoka duniani, wako ambao wanafika miaka 60, 70, 80 kisha ndio wanaondoka duniani. Yakhluqu ma yashau, Allah anaumba atakavyo, wa huwa al-alimul qadir, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi na ni mwenye uwezo. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba wewe kupewa umri, ukarefushiwa umri, ukafikia katika hali ya utu uzima, na ukawa ni mwenye kufanya matendo katika umri wako tangu ile baleghe yako mpaka kufikia umri wa utu uzima, hiyo ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizoneemesha kuwaneemesha waja wake, bali ni katika neema ambayo ilikuwa kubwa sana. Walidhalika qala an-nabiy, na kwa ajili hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la yatamanna ahadukumul mauta, asitamani mmoja wenu mauti, wala yad'u bihi min qabli an yatiyahu, wala asiombe hayo mauti kabla ya kumjia, asitamani, lakini vile vile asiyaombe mauti yakamjia. Innahu, mtume akasema, kwa sababu idha mata ahadukum, atakapokufa mmoja wenu, inqata amaluhu, anapokufa mmoja wenu matendo yake huwa yanakatika. Wa innahu, na kwa sababu, kwa nini mimi mtume wenu nikasema msiyetamani mauti wala msiyaombe mauti? Kwa sababu mwanadamu anapokufa matendo yake huwa yanakatika. Wa innahu la yazidu almu'mina umruhu illa khaira, muumini siku zote umri wake ambao alikuwa amekadiriwa, umri wake ambao yeye anoishi haumzidishii isipokuwa ni khairi. Muumini akipambazuka asubuhi, katika kupambazuka kwake asubuhi na kuingia kwake mchana na kuimaliza siku yake, basi siku yake yote muumini anaishi katika amri za Allah, katika kutekeleza amri hizo. Kadhalika vile vile anaishi katika kujiepusha na makatazo ya Allah. Kwa hiyo siku yake ile inakuwa ina khairi kwa sababu ameyafanya yale ambayo yalikuwa ya khairi. Kadhalika ikiwa ameimaliza wiki muumini wiki yake inakuwa tofauti na yule ambaye alikuwa sio muumini, kwa sababu muumini wiki yake yote atakuwa yeye anafanya mambo ya khairi ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yule ambaye alikuwa sio muumini, matendo yake yatakuwa ni ashari, matendo yake yatakuwa ni mabaya, matendo yake yatakuwa ni yenye kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza waumini wasitamani mauti, wala wasiyaombe mauti, wala wasiseme kwamba maisha gani haya, bora mimi nitoweke duniani niwe ni kiumbe ambaye mwenye kusaulika. La, muumini asiseme hivyo, kwa sababu akiomba mauti ina maana matendo yake yanakuwa ni yenye kukatika, anakuwa si mwenye kufanya matendo ambayo yalikuwa ya khairi tena. Lakini vile vile miongoni mwa sababu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa amewakataza wasiyatamani mauti umati wake, kwamba muumini umri wake wote haui isipokuwa
ni kheri. Haumzidishii isipokuwa unamzidishia kheri. Kwa kule yeye kupewa umri, kwa kule kurefushiwa umri, basi anazidishiwa kheri, anakuwa anafanya mambo ambayo yalikuwa ya kheri. Na ndio maana katika hadithi nyingine, hadithi ambayo walipokuja wale mabedui wawili kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kama sahaba mtume alivyotusimulia, jaa arabiyani ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walikuja mabedui wawili, watu wa majangwani, wanaishi majangwani huko, walikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma, mmoja wao akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ayun nasi khairun, mtu gani ambaye alikuwa wa khairi? Hebu tujiulishe sisi, ni yupi mtu ambaye alikuwa wa khairi? Nani ambaye huyo kimtaja ndio atakuwa wa khairi, ili sisi tukimbilie tuwe katika sifa hiyo? Ayun nasi khairun, ni mtu gani ambaye alikuwa wa khairi ewe mtume wa Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema alayhi salatu wassalam, jiangalie wewe Muislamu katika hii jawabu atakayotoa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama upo katika jawabu hiyo, basi endelea, kwa sababu umri ambao ulikuwa umepewa ni khairi ambayo ilikuwa kubwa sana. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu, hongera, uzuri ulioje, liman, kwa mtu ambaye tala umruhu, umerefuka umri wake, wa hasuna amaluhu, na matendo yake ambayo yakawa ni mazuri. Yani umri wake umerefuka lakini matendo yake yakawa ni mazuri. Swala 5 akawa yeye anaswali, kusoma Qur'ani akawa anajitahidi, kuleta adhkari akawa anajitahidi, kuzungumza na watu maneno mazuri akawa anajitahidi, na akawa anawafanyia wema majirani, wazee wake, sawa ikiwa ko hai, sawa ikiwa imekufa, yeye akawa anajitahidi kuyaendea mambo ya khairati. Huyu ndio ambaye alikuwa bora. Na katika riwaya nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, wa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, bora ya watu, mtu ambaye alikuwa wa khairi ni yule ambaye umri wake umerefuka na matendo yake yakawa ni mazuri. Yeye tangu apate balighi yake hakuwa ni mwenye kuacha swala, tangu apate balighi yake hakuwa ikifika Ramadhani kwa yeye ni mwenye kuiacha Ramadhani, tangu apate balighi yake alikuwa na ihtimamu kubwa sana ya kujielekeza kwa Allah, kwa sababu anajua hapa duniani ni mapito. Na huku yeye mwenyewe akawa anajiambia, mtu fulani nilikuwa niko naye lakini sasa hivi hayupo, fulani alikuwa yupo lakini sasa hivi hayupo, na fulani vile vile alikuwa yupo lakini hayupo, wote hawa wamekwisha kuondoka duniani. Ipo siku na mimi nitakuwa ni mwenye kuondoka duniani. Basi akiyakumbuka hayo, hufanya bidii kwa ule umri ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempa, huwa anafanya matendo ambayo yalikuwa ni mazuri. Huyu ni mtu ambaye alikuwa bora mbele ya Allah, ndiyo ambaye alikuwa anazitumia vizuri neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kinyume chake, wa sharrun nasi, na mtu ambaye alikuwa washari sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, man, ni yule ambaye tala umruhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka, wasaa amaluhu, lakini matendo yake yakawa ni mabaya. Siku yake mwanadamu huyo, kuamka kwake mwanadamu huyo anamuasi Allah, akiingia mchana wake anamuasi Allah, akiingia usiku anamuasi Allah, anaimaliza siku yake katika maasi ya kumwasi Allah. Huyu ni mtu wa shari sana mbele ya Allah. Na katika wiki yake vile vile, kikusanywa wiki yake, tangu kuanza kwa wiki mpaka kumaliza kwa wiki, kumejaa maasi ndani ya wiki yake. Kadhalika mwezi wake vile vile, kadhalika mwaka wake vile vile, akawa yeye hakuna mwaka hata mmoja alikuwa amefanya mambo ya kheri, hakuna wiki hata moja alikuwa amefanya mambo ya kheri, hakuna hata mwezi ambao alikuwa amefanya mambo ya kheri, hakuna hata siku yake ambayo alikuwa amefanya mambo ya kheri. Huyu ni mtu ambaye alikuwa washari sana. Huyu ni mtu ambaye alikuwa ni kiumbe mbaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bedu ya mmoja alipomuuliza mtume, mtu gani ambaye alikuwa waheri, akamwambia ni yule ambaye umri wake umerefushwa na matendo yake yakawa ni mazuri. Na kinyume chake, mtu wa shari ni yule ambaye umri wake umerefushwa lakini matendo yake yakawa ni mabaya. Waqala al-akharu, na yule mwenzake akasema kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ayyul amali khairun, matendo gani ambayo yalikuwa khairi? Huyu mwenzake kamuuliza mtu gani ambaye alikuwa khairi, na huyu mwingine yeye akamuuliza ni matendo yapi ambayo yalikuwa khairi. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, antufal
fariqa ad-dunya, ni wewe kuondoka duniani. Walisanuka ratbun min dhikrillahi subhanahu wa ta'ala, ni kuondoka duniani, kuifariki dunia, kuitenga dunia, na hali ya kuwa ulimi wako umajumaji katika jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi umri uliopewa ewe mwanadamu, lau kwamba utautumia vizuri na ukawa kwamba wewe umepata faragha, uko na muda, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitoka zako nyumbani ukaenda katika pirika zako njiani, kuwa ni mwenye kawaida kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikaa mwenyewe unajipumzisha, labda unavuta usingizi, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Katika harakati zako zote kuwa ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wa watu ndani ya visiwa hivi wao wamerithi kutoka kwa watu wao, wale wazee wao, baadhi yao sio wote, wamerithi kwamba wanaofanya pirika zao basi wawe na nyimbo ambazo zinawaburudisha, wawe na viburudisho katika zile kazi zao. Ndio maana utawakuta wanawake wakikuna nazi basi wanaimba nyimbo, badala kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wao wanaimba nyimbo. Ni katika maasi ambayo wanawafanya. Kadhalika na baadhi ya wanaume vile vile katika kazi zao, badala kumtaja Allah, kumkumbuka Allah, wao wanataja mambo ya nyimbo. Ittaqillaha, muogope Allah ewe Muislamu. Jua kwamba umri ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa ni neema, na hiyo neema atakuja kukuuliza Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtakuja kuulizwa siku hiyo kuhusiana na neema ambazo Allah alizokuwa amekuneemesheni. Na katika neema, miongoni mwa neema zake Allah zilizokuwa kubwa ni wewe kukupa umri. Hebu jiulize wewe, huoni baadhi ya watoto wanazaliwa leo, wanakufa leo, wanazaliwa leo, wanakufa kesho, wanazaliwa leo, baada ya wiki wanakufa, lakini Allah akakubakisha wewe mpaka kufikia huo umri uliokuwa nao. Jiulize umetenda nini kwa ajili ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ndugu zangu, tuelewe Uislamu umeweka nidhamu na kuchunga wakati ambao mwanadamu alikuwa ameruzukiwa nao, na wakati huo mwanadamu ambao alikuwa ameruzukiwa nao anatakikana mwanadamu huyo autumie wakati huo katika jambo la kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Uislamu ukamwekea utaratibu maalum kwamba mwanadamu huyo anapolala alale vipi. Ukamwekea utaratibu huo kwa maana ule wakati anapolala autumie katika jambo la kujielekeza kwa Allah, na anapoamka vile vile, kadhalika anapotoka nyumbani kwake na anapokwenda katika harakati zake, vipi Muislamu huyo anatakana aishi. Leo Waislamu wengi hawajui nidhamu ya Uislamu wao, hawajui mafunzo ya Uislamu wao. Matokeo yake sasa ikawa ule umri ambao wao waliokuwa wamepewa wakawa wanautumia katika mazoea ambayo waliokuwa wameyakuta katika ile jamii ambayo wao wanaishi. Ikiwa jamii hiyo inapenda ushirikina, basi kizazi cha jamii hiyo kitazama katika ushirikina, na muda wao mwingi na umri wao mwingi watautumia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa jamii hiyo imezama katika bid'a, basi umri wao mwingi watautumia katika mambo ya bid'a. Na ikiwa jamii hiyo imezama katika maasi, basi watu wa jamii hiyo umri wao mwingi watautumia katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaishi kwa mujibu wa mazoea ambayo wao wameyakuta katika ile jamii, yakifanyika mambo hayo na wao wanaishi kwa mujibu wa mazoea hayo. Sasa Muislamu wa kweli kweli, Muislamu akisawasawa, yeye anatakikana aangalie Mola wake amemwamrisha nini, amemwelekeza nini, na anataka nini kutoka kwake yeye. Huyu ndio Muislamu wa sawa. Kwa hiyo kile ambacho Mola wake alichokuwa amemwamrisha ndicho ambacho anatakikana akifuate, na kile ambacho Mola wake alichokuwa amemkataza basi hicho anatakikana awe mbali nacho. Huyu ndio Muislamu ambaye ametumia vizuri neema ya umri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempa. Na ndio maana mtu mzima ndani ya Uislamu akawa ana heshima kubwa. Allah akamtukuza mtu mzima, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema, inna min ijlalillahi,
hakika miongoni mwa kutukuza kwake Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza haki zake Allah jalla jalalu ikrama dhishaybati almuslim, ni kumtukuza yule shekhe mtu mzima ambaye alikuwa Muislamu. Kwa maana mtu mzima wa umri ambao umri wake umekwenda, huyu amepewa heshima katika Uislamu. Na vijana ambao walikuwa wanaishi katika jamii yoyote ile, wakimwona mtu mzima basi wamuheshimu, wampe heshima yake, kwa sababu amepitia mengi sana ameyaona na mengi sana ameyafanya, na Uislamu umempa heshima mtu mzima huyo. Sasa mtu mzima na yeye atakana ajitambue, ajifahamu, ajielewe kwamba yeye ametukuzwa kwa sababu mengi ameyafanya katika mambo ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo ambayo mitihani mingi ilimfikia, lakini akawa na subra. Na hawa waliorefushwa umri katika Uislamu ndio ambao walikuwa wamepewa hadhi. Bali tizama hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, jaa shaykhun, alikuja Anas anatusimulia, alikuja sheikh mtu mzima, yuridu nabiyya, anamkusudia mtume sallallahu alaihi wasallam, fa abta alqawm anhu an yuwassi'u lahu. Amekuja yule mtu mzima, watu wamesongamana wengi, kila mmoja anamsikiliza mtume na kila mmoja anataka awe karibu na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Huyu mtu mzima alipokuja, fa abta alqawm anhu an yuwassi'u lahu, watu wakamfanyia uzito, wasiweze kumfanyia wasaa, na yeye asiweze labda kupembua zile swafu za watu wa wale watu, kisha akafika karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam. Na lengo lake kumfika mtume alayhi salatu wasalam. Mtume akaiona ile hali kwamba kuna mtu mzima anakuja, lakini hawezi kumfika yeye, watu wamesongamana pale, ni wengi sana. Mtume alayhi salatu wasalam akasema, laysa minna man lam yarham saghirana, si katika sisi yule ambaye alikuwa hawahurumii wadogo wetu, wala yuwaqqir kabirana, wala ikawa hawaheshimu wakubwa zetu. Katika riwaya nyingine imekuja wayaarif haqqa kabirina, na ikawa hakutambua haki za wakubwa wetu, huyu si katika sisi. Wale watu wakamwekea wasaa yule mtu, akamfika mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuzungumza haya yote, haya inaonyesha kwamba umri wa mwanadamu ukiwa umerefuka na mtu huyo akawa ni mwema, huyo anakuwa anaheshimika katika Uislamu, ana heshima ambayo ilikuwa kubwa sana. Leo vijana wengi hawaheshimu wakubwa zao, wengi sana hawaheshimu wakubwa zao, lakini huyu kijana hana kumbukumbu za kujikumbuka kwamba yeye alizaliwa na wazazi wake wawili, baba yake na mama yake ndio ambao walikuwa wamemzaa, wakamlea mpaka akawa sasa ni mwanamume kisawasawa, au akawa mwanamke kisawasawa. Leo inawezekanaje mwanamume huyu anakuja kumtolea ndaro mzazi wake, ima mama yake au baba yake au mzee wa rafiki yake? Hajikumbuki kwamba yeye alizaliwa hali ya kuwa kichwa chake hakiwezi, mwili wake hauwezi, na akalelewa mpaka akawa ni kijana ambaye alikuwa ana nguvu zake timamu. Lau kwamba atakumbuka hali hii, basi kijana huyo haitawezekana kumdharau mzee wake wala kumdharau mzee wa mwenzake. Kwa hiyo enyi ndugu zangu Waislamu, tuwaheshimu wazee, na wazee nao wanatakikana wasikilize vile vile wale watoto wao nini ambacho wanachowaambia. Ikiwa cha kheri, basi wakifuate hicho cha kheri. Na ndio maana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana, si katika sisi yule ambaye alikuwa hahurumii wadogo zetu. Maana wadogo vile vile wanatakana wahurumiwe kwa kutekelezewa zile haki zao, kadhalika vile vile kwa msikilize mwanao. Kuna baadhi ya wazee hawasikilizi watoto wao, sema mimi huna cha kunambia wewe, tena anazungumza maneno ambayo kwa si mazuri, huna cha kunambia kabisa, mimi wewe nimekuzaa, nitakacho mimi ndicho ambacho utakachokifuata moja kwa moja. Na hayo mambo yako ya dini ambayo unayosoma usiyafanyie kazi kwanza mpaka uyalete kwangu mimi niapekue. Baadhi ya wazee wako katika safari.
Sasa huu sio usawa, bali mzee ambaye alikuwa na busara, mzee ambaye alikuwa amekaa kisawa sawa ni yule ambaye anakaa na mwanawe katika hali ya urafiki kabisa. Pahala pa urafiki anakaa naye katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri, anamsikiliza mwanawe, mwanangu hebu njoo hapa. Na mzee anakuwa anampa challenge mwanawe, anamwangalia, je, huyu mwanangu ana akili zilizokuwa sawa, ana maarifa ambayo yalikuwa mazuri, hata mimi nikiondoka duniani basi tayari huku nyuma ikiwa yeye ndio wa mwanzo anaongoza ndugu zake vizuri. Hivi ndivyo ambavyo wazee wanatakana wale watoto wao. Na mtoto mwenyewe ajue sasa kwamba mimi baba yangu au mama yangu niliishi naye katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo hata na mimi wanangu vile vile nijeishi kama ambavyo wazee wangu walivyolea. Na ubabe haumlei mtoto, na ugumu haumlei mtoto, bali mtoto anatakana alelewe katika malezi ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aliwalea wanawe, kadhalika aliwalea maswahaba na kulea umati wake. Ndivyo ambavyo sisi tunavyotakana tuwalee. Na hao watoto na wao wanatakikana waweke heshima kwa wazazi wao, wawasalimie, hata ikiwa kwamba sio mtu wa sunna. Maana baadhi ya kati watoto wengine walipokuwa wamefahamu vibaya Uislamu, mzazi wake kwa pengine ana munkarati, ana baadhi ya makosa ambayo anayafanya, basi anambia mimi simsalimii kwa sababu ni mtu wa bid'a yule baba yule, au simsalimii mama kwa sababu ni mtu wa bid'a yule. La, haki yako inatakana kwamba uipeleke, kwa sababu hii ni haki ya mzee wako. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la yusallimu as-saghiru ala al-kabir, mdogo atoe salamu kumsalimia mkubwa, kumpa heshima yake ya ukubwa, ya utu uzima, ili manake akae katika njia ambayo ilikuwa sawa. Na lau kwamba watu wengelikuwa wanaheshimu nidhamu hii, mdogo akawa anamheshimu mkubwa, ima baba yake au mama yake au kaka yake au dada yake, au kwamba huyu ni rafiki yako lakini amekuzidi umri wa miaka 2, miaka 3 na nyote mmekulia katika dini, mpe heshima ya ukubwa wake wa umri, kwa sababu yeye amekuheshimu kiumri huyo. Ila ikiwa pale amekuja na jambo ambalo kwa sila sawa, kukhalif sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, pale utamfahamisha, utamwelekeza na utamrejesha katika usawa. Lakini leo nidhamu hii imekosekana katika jamii, na ndio maana unakuta vurugu nyingi sana zinafanyika. Wakubwa hawaheshimu, hawahurumii wadogo, na wadogo wao hawana heshima kwa wakubwa zao. Na hii ni hali katika kila sehemu unajua wewe, katika kila sekta ambayo unajua wewe, basi jambo hili limeondoka. Ndio maana unakuta vurugu sana linatokezea. Hata katika maofisi tayari kuna watu wao wamekuwa vyeo kwamba wale wanahesabika ni wakubwa. Wale ambao wafanyakazi wanatakana waweke heshima wale. Ndio Uislamu unavyoelekeza. Pia limekosekana katika sehemu hizo. Kadhalika vile vile majumbani, mtu na ndugu yake, heshima hii vile vile imekosekana. Yaani ndugu leo anashindwa au anasikia aibu hata kaka yake kumuita kaka, au dada yake kumuita dada, bali anamuita kwa jina lake tu la kawaida. Fulani unaitwa fulani kaka. Anamwambia huyu si kaka yako wewe? Ndio, lakini tushazoea. Na wazee wetu wanaona simple tu, kawaida tu. Bali wewe mzee unatakana usimame kisawa sawa. Huyu mtoto mpaka atekeleze haki ya yule kaka yake na mheshimu kaka yake. Usikubali wewe mzazi mbele yako kwamba yule ambaye alikuwa umemzaa mwanzo akesha hawa walofuata wakamvunjia heshima yule ambaye alikuwa mkubwa. Bali wewe unatakana usimame kisawa sawa, uhakikishe kwamba wadogo wanamheshimu mkubwa wao. Na hii itakuja kukusaidia wewe hata unapokuwa mtu mzima mzazi, kwamba huyu kaka huyu ndiye atakayesimama kuchunga haki yako wewe mzee kwa hawa watoto wako wadogo, ikiwa kwamba umewalea kisawa sawa. Na jamii ya Kiislamu itakuwa ni yenye kutengamaa, itakuwa ni yenye kukaa katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri. Kwa hiyo tuzindukane, kila mmoja akae katika nafasi yake, wazazi wakae katika nafasi zao, kwamba wao ni wazazi, wawahurumie watoto wao katika kuwalea katika maadili ambayo yalikuwa ni mazuri, kwa sababu wao Allah amewarefushia umri, akawapa kizazi, na kizazi hicho kinatakana kilelewe katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri. Kadhalika na watoto na wao wanatakana wakae katika nafasi zao.
wajue kwamba hawa wazazi wao wamepitia mengi sana mpaka wao wakalelewa. Baadhi ya kati mzazi anajinyima yeye ili mwanawe aishi awe katika hali iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo mtoto anatakana amheshimu sana mzazi wake. Akikuita mzazi wako, heshimu wito wake. Akikutuma mzazi wako, heshimu ule utumwa wake ambao alikuwa amekutuma, isiwe katika maasi tu. Heshimu utumwa wake. Kadhalika vile vile usiwe wewe mtoto ukapita kwa mzazi, sawa ikiwa ni mzazi wako alokuzaa au sawa ikiwa ni mzazi wa mwenzako, ukampita tu bila kumsalimia. Hili jambo si la sawa kabisa. Ni katika mambo ambayo kwa mabaya sana. Na jamii ikiwa inaleleka katika mazingira hayo, jamii hiyo itakuwa ni mbovu sana. Bali wewe ukimwona mtu mzima msalimie, mtolee salamu. Kadhalika vile vile mkubwa amhurumie mdogo wake, lakini na mdogo na yeye amheshimu mkubwa wake. Asikubali mkubwa wake, sawa ikiwa amezaliwa tumbo moja, sawa ikiwa amezaliwa tumbo tofauti, sawa ikiwa ni jirani yake, sawa ikiwa ni rafiki yake, sawa ikiwa mtu sampuli yote, asikubali kuvunjiwa heshima mkubwa huyo. Lakini vile vile watu wamesoma kwa walimu zao, ima wa madrasa au walimu zao wa madarasa, hawa vile vile wanatakana waheshimiwe. Leo baadhi ya vijana baada ya kusoma na wakaendelea kielimu, basi imekuwa pahala sasa wale walimu wa madrasa wanadharau, kwa sababu wao walisimama wakasomesha Qur'ani. Baada ya kusomesha Qur'ani ikawa Allah ndo amewaruzuku Qur'ani, kujua Qur'ani matni. Sasa yeye kijana akaendelea akasoma, akawa ni mzuri katika elimu, basi anamdharau yule mwalimu wako wa madrasa. Hili jambo si sawa. Yeye ndo ambaye alikuwa amekutoa tongo, yeye ndo ambaye alionyosha ulimi wako, yeye ndo ambaye alikufanya wewe mpaka ukaweza kujua Qur'ani, ukawa unaisoma vizuri Qur'ani. Mheshimu mwalimu wako wa madrasa, na kila yule ambaye alikuwa amekufundisha japo herufi moja, ikawa herufi hiyo inakusaidia, mpe heshima yake. Lakini leo ukitembea katika jamii au unaweza kutumiwa katika mitandao, walimu baadhi ya walimu wamewasomesha vijana, hao vijana sasa wanapovuka adabu kwa walimu zao. Hili jambo si la sawa vile vile. Si jambo la sawa. Bali watu wanatakana warejeshane katika usawa, katika njia ambayo ilikuwa sahihi na katika njia ambayo ilikuwa ndio ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jamii ikiwa imejiepusha na mambo hayo, jamii itarudi itakaa katika usawa. Na ndio maana hizi hadithi zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kibaru sinni wanakusudiwa hapa as-salihun, watu wazima ambao ni wale watu wazima ambao walikuwa wema. Na ndio maana wanatakana waheshimiwe. Mtu mzima muovu ambaye anafanya maovu, yeye ni mtu mzima anafanya maovu, watu wanapita, yeye adhana inasoma, hana habari na adhana. Kadhalika amekaa na mwanamke pale, wanafanya mambo yalikuwa machafu, atakana afahamishwe, aelekezwe, akatazwe yale maovu ambayo alikuwa anafanya. Na hatuheshimiwa kwa yale ambayo anafanya katika maovu, kwa sababu ni mambo ambayo kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wanakusudiwa hapo ni wale watu wazima ambao walikuwa wema, kibaru sinni. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine akasema, ala unabbiukum bi khiyarikum, je, nisikupeni habari wale watu ambao walikuwa bora kwa nyinyi? Qalu bala ya Rasulullah. Masahaba akasema, bila shaka tujulishe ewe Mtume wa Allah. Mtume akawaambia khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum akhlaqan, wabora wenu ni wale ambao waliorefushiwa umri, wenye umri mwingi, wana miaka mingi, lakini tabia zao ni nzuri. Hao ndio wabora wenu, kwa maana ni watu wazima, lakini tabia zao za kijitu kizima, wana akhlaqi zilizo nzuri. Leo kuna baadhi ya watu wazima swala hawaswali, kuna baadhi ya watu wazima wanakunywa ulevi, kuna baadhi ya watu wazima wanafanya haya na yale katika mambo yalikuwa si sawa. Sasa hao wamejiondosha ubora wao wenyewe, lakini wanazungumzwa hapa ni wale watu wazima ambao wao 5 salawati, wao katika mambo ya khairati wapo mstari wa mbele, katika maovu wamejiepusha na fikra zao zimetulizana, hakuna fikra mbovu kwa wao.
hakushauri. Kama unakwenda kutaka ushauri kwa mtu mzima, akushauri ushauri ule kwa mbaya, lakini baadhi ya watu wazima wanashauri ushauri ule kwa mbaya, kwa sababu wameacha ile njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe umri ambao utakaokuwa katika utiifu wa kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajalie kila umri ambao tutakaokuwa sisi tunaishi, basi tuutekeleze katika taa yake Allah subhanahu wa ta'ala, tuutekeleze katika mambo yaliyokuwa ya kheri. Allahumma kul lana wala takul alaina, wazidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, warfa'na wala tad'ana, wansurna wala tansur alaina. Allahumma yassir lana kull asir, Allahumma yassir lana kull asir. Hajatuna ilayka kathir, hajatuna ilayka kathir. Ewe Allah, wahifadhi wazee wetu waliokuwa hai, wape yale ambayo wewe Allah subhanahu wa ta'ala huwa unawapa waja wako waliokuwa wema. Allah, zifanye umri zao ambazo zilizokuwa zimebakia ziwe katika jambo la kutii wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na vijana wote ya rabbal alamin, kadhalika umri wao ufanye kwamba uwe ni katika jambo la kutumikia wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe Allah, tunakuomba tufanye sisi kuwa ni wenye kukutumikia wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, tufanye kuwa sisi kuwa ni wenye kukutumikia wewe kama ambavyo ulivyowafanya waja wako wema ambao walikuwa wametangulia. Ewe Allah, tunakuomba tuondoshee kila dhiki ambayo tulikuwa tuko nayo ya rabbal alamin katika miji hii. Ya Rabbi, ondoshe kila dhiki ambayo ilikuwa katika miji hii. Ya rabbal alamin, ondoshe kila dhiki ambayo ilikuwa katika miji hii. Ewe Allah, wale ambao walikwisha kutangulia, wamekwisha kuondoka duniani, yasamehe makosa yao na yabadilishe makosa hayo, yafanye kuwa ni katika mema yao Allah subhanahu wa ta'ala. Yatie nuru makaburi yao ya rabbal alamin, yatie nuru makaburi yao, yafanye kuwa ni rawdatun min riyadil janna, yafanye kuwa ni rawdatun min riyadil janna. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuomba wagonjwa wa Kiislamu ambao wengine wako hospitalini, wengine wapo katika majumba, wengine wapo katika sehemu ambazo wewe Allah subhanahu wa ta'ala unazijua zaidi, ni sehemu ambazo kwa sio nzuri. Tunakuomba Allah, kwa majina yako ambayo kwa mazuri na sifa zako ambazo kwa ni nzuri, wape afya ambayo ilikuwa njema, wape uzima ambao ulikuwa ni mzuri. Wale ambao walikuwa na wazimu ya rabbal alamin, waondoshee wenda wazimu, wape akili ambazo ulikuwa ni nzuri, iwe ni sababu ya kuabudia wewe Allah. Wale ambao wenye maradhi, kila aina maradhi, ya Rabbi, ondoshe maradhi hayo. Wewe Allah ndio ulioviumba viwili hivyo, na ukaviondoshea viwili hivyo na kila aina mabalaa, baadaye ukawatahini waja wako Allah kwa kuwapa maradhi, basi Allah ushindi kuondoshea waja hao kutokana na maradhi hayo. Allah, tunakuomba yaondoshe maradhi hayo, wape siha njema ya rabbal alamin, na iwe ni sababu ya kuabudia wewe Allah. Na sisi ambao tulikuwa ni wazima ya rabbal alamin, zitunze afya zetu ya rabbal alamin, tupe siha ambayo ilikuwa ni nzuri, ambayo itakuwa ni sababu ya kuabudia wewe, na tupe nguvu katika jambo la kuabudia wewe Allah. Tunakuomba kila mmoja wetu katika ambao tulikuwa tumehudhuria hapa na wengine ambao hawapo hapa katika pande za ulimwengu, kila mmoja wetu ana shida zake ambazo zinamthakili, kila mmoja wetu ana mambo ambayo anayahitajia kutoka kwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakuomba ndani ya muda huu ufanye kuwa ni muda ambao wenye kubaliwa dua ya rabbal alamin. Kila mmoja wetu ya rabbal alamin mpe kile ambacho anachokitaka katika mambo ya khairati Allah. Kila mmoja wetu mpe kile ambacho anachokitaka katika mambo ya khairati Allah. Kila mmoja wetu mpe kile ambacho anachokitaka katika mambo ya khairati, na mwepushe na kila shari ya rabbal alamin. Na hicho utakachompa iwe ni sababu ya kuabudia wewe Allah, iwe ni sababu ya kupata utulivu wa nafsi yake, iwe ni sababu ya kupata utulivu katika nafsi yake, na iwe ni sababu ya kufanya mambo ya khairati kwa wingi, na iwe ni sababu ya yeye akiondoka duniani aondoke katika mwisho mwema ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin amin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.